بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. Anayemfanya mtu katika watu asiyekuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwamba anayempenda mtu huyo na akamuwafiki, anakuwa katika watu wa sunna na jamaa. Wa man khalafahu, na anayemkhalifu mtu huyo, kana min ahli albid'ati walfurqa, anakuwa katika watu wa bid'a na furqa. Kama yujadu dhalika fi tawaifi, kama linavyopatikana hilo katika vikundi hivi, min atba'i a'immatil kalami fi din, kwa wafuasi wa viongozi wa bid'a katika dini, wa ghairi dhalik, na mengineyo. Kana min ahli albid'i wadhalali wattafarruq, huyo anakuwa ni katika watu wa bid'a na upotevu na kufarikisha. Tulielezea wiki iliyopita alama za watu wa sunna baada ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba wanawapenda viongozi wa sunna na walinganizi wa sunna. Huyo kinyume chake, ukimkuta mtu anawachukia watu wa sunna na walinganizi wa sunna, bali na maulama wa sunna, jua kwamba huyo hana lolote na katika moyo wake kuna maradhi ya bid'a. Hapa asema sasa, anayemfanya mtu asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anayempenda mtu huyo na kumwafiki anakuwa ni katika watu wa sunna, na anayemkhalifu anakuwa ni katika watu wa uzushi, kama linavyopatikana hilo kwa wafuasi wa viongozi wa bid'a katika dini na mengineyo. Nasema huyo anakuwa ni katika watu wa bid'a wadhalali wattafarruq. Maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa. Wa hadha tarahu fi al-ahzab al-mukhtalifa, ajabu hili utaliona katika vikundi hivi mbalimbali. Walfiraqi allati inharafat an minhaji nubuwa, na vikundi vilivyopotoka na njia hii ya utume. Wa fil jamaati allati taqidu alwalaa walbaraa ala ghairi ma jaa bihi sayyidul anbiya, na zile jamaa, vikundi ambavyo vinafunga wala na bara, kupenda na kuchukia, ala ghairi ma jaa bihi sayyidul anbiya, kwa asivyo kuja nalo bwana wa mitume wote, mtukufu wa mitume. Wayaj'alu alwahidu minhum man khalafa firqatahu ahla albid'a, wa hadha dhalalun mubin. Anajalia mmoja katika hao kwamba mwenye kukhalifu kikundi chake, man khalafa firqatahu, anayekhalifu kikundi chake anamfanya ni katika watu wa bid'a, na huu ni upotevu ulio wazi. Fa inna ahla alhaqqi was-sunna la yakunu matbu'uhum illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwani watu wa haki na watu wa sunna hawi yule wanayemfuata isipokuwa ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume ambaye hatamki kutokana na hawa za nafsi yake isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah. Wa huwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi, fi kulli ma akhbara
wa ta'atuhu fi kulli ma amar, na mtume ndiye ambaye ni lazima kumsaddiq katika kila alilolielezea, ni lazima kumtii katika kila aliloliamrisha. Walaysat hadhihi almanzilatu lighairihi, daraja hii haina mtu mwingine, bal kullu ahadin minan nas yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bali kila mmoja katika watu huchukuliwa maneno yake mara nyingine na huachwa mara nyingine, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maneno yake hayawachwi, yanachukuliwa moja kwa moja, kama alivyosema al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah fi siyar. al-Imam adh-Dhahabi yaqul al-ismatu lilmalaika wan-nabiyyin, al-isma lilmalaika wan-nabiyyin, fakullun yusibu wa yukhti'u wa yu'khadhu kalamuhu wa yutraku illa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa innahu ma'sumun muayyadun bilwahyi. Asema isma, kuhifadhiwa na madhambi na kuhifadhiwa na makosa ni kwa malaika na mitume tu, lakini kila mmoja anapatia, anakosea, maneno yake huchukuliwa na huachwa, isipokuwa mtume sallam maneno yake hayawachwi, maneno yake yanachukuliwa moja kwa moja, kwa sababu ni maasum, mwenye kuhifadhiwa na mwenye kulindwa na kukosea, pia muayyadun bilwahyi, mwenye kupewa nguvu kwa wahi, lakini kila mtu anapatia na mara nyingine anakosea. faman ja'ala shakhsan min al-ashkhas ghayra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli as-sunnati wal jamaa. Kwa hiyo mwenye kumfanya mtu katika watu asiyekuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwamba anayempenda mtu huyo na kumwafiki anakuwa ni katika ahlus sunna wal jamaa, yani man ahabba dhalika ash-shakhsa siwa ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa wafaqa dhalika ash-shakhsa, anayempenda mtu huyo ambaye si mtume sallallahu alayhi wasallam alafu akamwafiki mtu huyo, kana min ahli sunnati wal jamaa, huyo anakuwa ni katika watu wa sunna wal jamaa. Man fa'ala dhalik, mwenye kufanya hivyo, wa man ja'ala shakhsan min al-ashkhas man khalafahu kana min ahli al-bid'ati wal furqa, anayemfanya mtu katika watu kwamba anayemkhalifu mtu huyo anakuwa katika watu wa uzushi na furqa, kama yujadu dhalika fi at-tawaifi min atba'i a'immati al-kalami fi ad-din wa ghairi dhalik, kama linavyopatikana hilo katika vikundi hivi vya wafuasi wa viongozi wa bid'a katika dini na vinginevyo. Kana min ahli al-bid'i wal-dhalali wat-tafarruq. Hii ndiyo taassub bil ashkhas, hii ndiyo upendeleo wa watu au baadhi ya watu, ukamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam ukampendelea huyo mmoja katika watu hao wanaowafanyia taassub. قال ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأقوم وفارقوا السواد الأعظم وشذوا عن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا للأمة مرشديهم وأئمتهم وأمراءهم يوالون عليهم ويعادون منهم تعلم أنهم من أهل البدع. Hapa utajua kwamba wale waliojitenga upande fulani, wanhazu nahiyan, wakajitenga na upande mmoja, wa kharaju ani sabili al-aqwam, wakatoka kuiwacha njia hii iliyo sawasawa, wafaraku sawad al-a'zam, wakafarik na kuacha kundi hili kubwa la jamaa, washadhu an minhaji nubuwa, wakatoka na hii njia ya utume,
wama kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na walivyokuwa juu yake masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanasabu lilummati murshidihim wa immatahum wa umaraahum, wakauwekea umma wale wanaowaongoza na viongozi wao na maamiri wao. Yuwaluna alaihim, wanapenda watu kwa ajili yao. Wayuaduna minhum, na wanawafanyia uadui kwa sababu yake, yani pia wanafanyia uadui kwa kuwa khalifu hao. Hapa taalamu annahum min ahli bid'ah, utajua kwamba hao ni katika watu wa bid'ah, kama qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والسنة. hapa itabainika kwamba watu wenye haki zaidi kuwa ni kikundi kitakachosalimika na moto alichokitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni watu wa hadithi na sunna, ndio alfirqatu najia alladhina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu siwa ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, watu wa hadithi na sunna ambao hawana wanayemfuata, ambapo wanamfanyia taasub na kumpendelea isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanawacha maneno ya mtu yote ambayo yana khalif Mtume sallallahu alayhi wasallam, kiongozi wao ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinyume cha watu hao wa bid'a, hao wanatanguliza maneno ya hao wanaowapendelea kuliko hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala wa hum a'lamu an-nasi bi aqwalihi wa ahwalihi, hao watu wa hadithi na sunna ndio wanaojua zaidi kuliko watu wengine maneno yake Mtume na hali zake. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha, na wao ni wakubwa zaidi kwa kupambanua baina ya maneno yake yaliyo sahihi Mtume sallam na maneno yake ambayo ni dhaifu. Hao ahlul hadithi wa sunna ndio wanaojua zaidi na ndio wanaopambanua zaidi baina ya maneno yaliyo sahihi, hadithi sahihi za Mtume sallam na hadithi ambazo ni dhaifu. Wa a'immatuhum fuqaha fiha, na viongozi wao ni wajuzi katika masuala hayo. Wa a'immatuhum fuqaha fiha, viongozi wao ni wenye ujuzi katika masuala hayo. Wa ahlu ma'rifatin bimaaniha, ni watu ambao wana ujuzi wa maana yake. Wa hum ahlu littiba'i laha tasdiqan wa amalan wa hubba, na hao ndio watu wa kufuata maneno hayo na hali hizo za Mtume, tasdiqan kwa kumsadiki, wa amalan na kwa utekelezaji, wa hubban na kwa mapenzi. Hao ahlul hadithi wa sunna ndio watu wanaomfuata Mtume sallam wakafuata maneno yake na hali zake, tasdiqan kwa kumsadiki Mtume, wa amalan na kwa utekelezaji, wa hubban na kwa kumpenda, wa muwalatan liman walaha, na kuwapenda wale wanaopenda hayo, wanaopenda maneno ya Mtume na hali zake, wa muadatan liman adaha, na kuwafanyia uadui wale wenye kufanya uadui sunna hizo na maneno hayo ya Mtume na hali zake. Alladhina yarudduna almaqalati almujmalah ila ma jaa bihi min alkitabi was-sunnah, ahlul hadithi wa sunna ambao wanarejesha maneno ya jumla, wanarejesha kwenye vile ilivyokuja katika Qur'ani na sunna. Fala yansibuna maqalatan wala yaj'alunaha min usuli dinihim wa jumali kalamihim illa takun thabitatan fima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, haweki mbele maneno na kuyajalia katika misingi ya dini yao na jumla ya maneno yao
yasipokuwa maneno hayo ni yenye kuthubutu katika alivyoleta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bal yaj'aluna ma bu'itha bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min al-kitabi wal-hikma al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Bali ahlul hadithi wa sunna wanajalia yale aliyotumiliziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni Qur'ani na sunna, hayo ndio wanaojalia ni asli, msingi ambao wanauitakidi na kuutegemea. Bali yaj'aluna ma bu'itha bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kitabi wal-hikma al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Bali wanajalia yale aliyotumiliziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni Qur'ani na sunna na hadithi kwamba ni msingi ambao wanauitakidi na kuutegemea. Fahadhihi min akhassi alamati ahli sunna, hii ni katika akhas ya alama za watu wa sunna ahli alhadith السلفيين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. kwamba mahali pa wala na bara, kupenda baadhi ya watu na kuchukia wengine kwao, ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wanampenda, wanamfanyia alwala, wanaomchukia na kutomfuata Mtume sallam wanamfanyia albara. La yansibuna lilummati shakhsan yuwaluna alayhi wa yuaduna alayhi siwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hawamsimamishi katika umma mtu, hawamweki mbele kwa umma mtu ambaye wanawapenda watu kwa ajili yake na wanawafanyia uadui wakiwa dhidi yake, isipokuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walaysa indahum kitabun yuwaluna alayhi wa yuaduna alayhi siwa kitabillahi tabaraka wa taala wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hawana kitabu chochote ambacho wanafanyia muwala kwa kitabu hicho na kuwafanyia wengine albara, wadui wengine, isipokuwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa al-aslu alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamiduna, huu ndio msingi wanaouitakidi na kuutegemea. وذلك لأنهم يعتقدون أنه ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. hayo ni kwa sababu hao ahlul hadithi wa sunna wanaitakidi kwamba hakuna yoyote anayeweza au ambaye anastahiki kuwawekea umma mtu ambapo yad'u ila tariqatihi, analingania kwenye njia yake, wayuwali wayuadi alaiha, na anawapenda wengine na kuwafanyia uadui wengine wakiwa dhidi ya njia yake, ghaira nabii sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye wanayemfanyia muala kwa baadhi ya watu na wengine wanawafanyia muada. Hii ndio alwala walbara. Wala yansibu lahum kalaman yuwali alayhi wa yuadi ghaira kalami llahi wa rasulih wa majtama'at alayhi al-ummah. Wala hawaweki mbele na kusimamisha maneno yoyote ambapo wanawapenda watu kwa maneno hayo na wanawachukia wengine walio dhidi ya maneno hayo, isipokuwa maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'at alayhi al-umma, na yale ambao umma umewafikiana juu yake. Bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah, hili ni katika vitendo vya watu wa uzushi, alladhina yansibuna lahum shakhsan
au kalaman yufarriquna bihi baina al-umma, wao ndio wanaomweka mbele mtu au maneno ambapo wanafarikisha kwa mtu huyo baina ya umma, yuwaluna bihi ala dhalika al-kalam au tilka nisbah wa yuadun, wanawafanyia muala na kuwapenda watu kwa maneno hayo au nisba hiyo ya kuwanasibisha na mtu huyo. Watu wanaojinasibisha na mtu huyo wanampenda, wa yuadun, na wanamchukia na kumfanyia uadui yule ambao yuko kinyume na mtu huyo. Idhan haitakikani kufanya almuwala au alwala walbara isipokuwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه. مخوارج ومفنى تأويل آية القرآن وهاي ونويتكيد. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا. مخوارج wamezifanyia ta'wil aya za Qur'ani kwa hivyo wanavyoitakidi, na wakajalia mwenye kukhalifu hiyo ta'wili yao wanamfanya ni kafiri, li'tiqadihim annahu khalafa al-Qur'an, kwa kuitakidi kwao kwamba mtu huyo amekhalifu Qur'ani. Makhawarij wanafanyia ta'wil aya za Qur'ani kwa ta'wili zao na tafsiri zao, wakawacha tafsiri za masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, kama aya ya Allah, waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun, wasio hukumu vile alivyoteremsha Allah hao ni wenye kukufuru. Hawa makhawarij wanafanya ta'wil kwamba hiyo ni kufur mukhrijun min almilla, ukafiri unaomtoa mtu katika Uislamu asiye hukumu bima anzala Allah. Wanawacha tafsiri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Qur'an, wanaacha tafsiri yake kwamba kama mtu ni Muislamu lakini anahukumu kwa hawaza nafsi yake, kwa kupenda dunia, pale inakuwa ile ni kufurun duna kufrin, si ukafiri unaomtoa katika Uislamu, kwa sababu nia yake anahukumu vile bighairi ma anzala Allah, kwa sababu ya hawaza nafsi yake, si kwa sababu ya kuchukia hukumu ya Allah au kufadhilisha hukumu nyingine kuliko ile. Ni kwa sababu ya dunia na hawaza nafsi. Huyu hakufuru, hatoki katika Uislamu. Lakini wao wanawacha tafsiri hizo, wanafanya taawili zao na kuwakufurisha wasiofuata tafsiri zao. faman ibtada aqwalan laysa laha aslun fil Qur'an wa ja'ala man khalafaha kafiran kana qawluhu sharran min qawli al-khawarij, anaizusha maneno ambayo hayana msingi wowote katika Qur'an na kamjalia anayekhalif maneno hayo ni kafiri, kana qawluhu sharran min qawli al-khawarij, maneno yake hayo yatakuwa ni maovu kuliko maneno ya makhawarij. faman ibtada aqwalan laysa laha aslun fil Qur'an, anaizusha maneno ambayo hayana msingi wowote katika Qur'an na akamjalia mwenye kukhalif maneno hayo ni kafiri, kana qawluhu sharran min qawli al-khawarij, yanakuwa maneno yake hayo ni shari kuliko maneno ya makhawarij. Kwa hiyo mtu anapozungumza masuala ya dini lazima aunganishe na Qur'ani na Sunna kupitia ufahamu wa salafu hadhihi al-umma, asifanye taawili zake akawacha ufahamu wa hawa salafu hadhihi al-umma, atakuwa katika hao ahlu ta'wil na ahlu al-kalam, wakiwemo hawa makhawarij na wengineo. min akhassi alamati ahli sunna al-ittiba', katika alama muhimu za ahlu sunna al-ittiba' ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. laqad amara Allah ta'ala ibadahu biittiba'i nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa ta'atihi
والقص على أثره. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake wamfuate mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumtii, walqassi ala atharihi fi ayatin kathira, na kazungumza kufuata athari zake katika aya nyingi. Minha, katika aya hizo, qauluhu ta'ala qul ati'u allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin, sema mtiini Allah na mtume, mkikataa basi Allah hawapendi makafiri. Fa in tawallaw, watu wakikataa hiyo taa hiyo, basi Allah hawapendi makafiri. Wa qawluhu ta'ala wa ati'u allaha war rasula la'allakum turhamun, mtiini Allah na mtume ili mpate kurehemiwa. Wa qawluhu ta'ala wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, hatukumtumiliza mtume yoyote isipokuwa ili atiiwe kwa idhni ya Allah. walau annahum idh dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu allaha tawwaban rahima, lau wao wakizidhulumu nafsi zao wanakujia wewe, fastaghfirullah, wakamtaka msamaha Allah, wastaghfara lahumur rasulu, na mtume akawaombea msamaha kwa Allah, wangempata Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, na hapa kwa Mola wako hawatakuwa waumini mpaka wakufanye wewe ni muamuzi, fima shajara bainahum, katika mambo walioختلفiana baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate dhiki katika nafsi zao kwa hivyo ulivyohukumu, kwa hukumu hiyo uliyohukumu, wasipate dhiki katika nafsi zao. Wayusallimu taslima, na wajisalimishe kujisalimisha kwenye hiyo hukumu yako. Wa qawluhu ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteni mtume likamateni mlitekeleze. Wama nahakum anhu fantahu, alilokatazeni nalo liwacheni. Qala wal ayatu fi hadha al maana kathira, aya katika maana hii ya ittiba, kumfuata mtume na kumtii nyingi. Wa kulluha tadullu ala wujubi ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'ihi, aya zote hizo zinafahamisha wajib wa kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata. Wal ahadithu fil ma'na dhatihi kathiratun kathratan wafia, hadithi pia kwa maana hii ya kumtii na kumfuata ni nyingi, wingi ule unaozidi. Minha ma thabata fi sahihain min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah, mwenye kunitii mimi ndiyo amemtii Allah, na mwenye kuniasi mimi ndiyo amemwasi Allah. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, umati wangu wote wataingia peponi isipokuwa atakayekataa. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba, mtume akaulizwa ya Rasulullah, nani atakayekataa kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, atakayenitii mimi ndiyo ataingia peponi, na atakayeniasi huyo amekataa kuingia peponi, anaingia motoni. Walittiba'u la yatahaqqaqu illa idha kana al'amalu muwafiqan lishari'a fi umurin sita, hiyo itibaa haiwezi ikathibitika na kuwa ni ya kweli isipokuwa ikiwa amal imewafiki sheria kwa mambo sita. Walittiba'u la yatahaqqaqu illa idha kana al-amalu muwafiqan lish-shari'a fi umurin sita. طيب,
الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور 6. اتباع hii kumfuata mtume sallam hakuwezi kukathibitika isipokuwa ikiwa amal ibada inawafiki sheria kwa mambo haya 6. Al-awwal, jambo la kwanza السبب sababu. فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي, mtu akimwabudu Allah ibada iliyokutanishwa na sababu isiyokuwa ya kisheria, anamwabudu Allah ibada ambayo maqrunatan bisababin ghairi shar'i, ibada imekutanishwa na sababu isiyokuwa ya kisheria, fahiya bid'atun mardudatun ala sahibiha, hiyo itakuwa ni uzushi ambao unarejeshwa kwa mwenyewe. Mfano, kalladhi yuhyi lailata 27 min rajaba bihujjati annaha al-lailatu allati urija biha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama anayehuisha kufanya ibada usiku wa kuamkia tarehe 27 ya mwezi wa Rajab, anafanya ibada na kuhuisha usiku ule wa kuamkia tarehe 27 ya mwezi wa Rajab kwa hoja kwamba huo ndio usiku ambao urija fiha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mtume amepandishwa mbinguni. Fatahajjudu ibada, tahajjud ibada za usiku ni ibada, walakin lamma qurina bihadha sababi kana bid'a, ilipokutanishwa ibada hiyo na sababu hii ambayo haina asli katika dini, kana bid'a, ibada hiyo sasa tahajjud hiyo itakuwa ni uzushi, liannahu buniya ala sababin lam yathbut shar'a, sababu imejengewa juu ya sababu ambayo haijathubutu kisheria. Hadha wazi? Naam. Athani, jambo la pili, aljins, iwafiki sheria kwa jins. فلا بد أن تكون العبادة موافقا للشرع في جنسها, لازم iwe hiyo ibada inawafik sheria katika jinsi yake. Mfano, falau ta'abbada insanu lillahi biibadatin lam yushra' jinsuha, lau mtu alimwabudu Allah ibada ambayo jinsi yake haijawekwa, fahiya ghairu maqbula, ibada hiyo haitakubaliwa, sababu iwe lam yushra' jinsuha, jinsi yake sheria ya Uislamu haijaiweka ibada hiyo. Kalladhi yudhahi bifaras, kama anayechinja udhiya farasi, akamchinja farasi badala ya mbuzi au badala ya ngamia au badala ya ng'ombe, akachinja farasi, fala yasihu udhiya, farasi hatafaa kuwa ni udhiya, yule anayechinjwa kwa ajili ya siku ile ya Eid al-Adha. Kwa hiyo huyu farasi hatafaa, sababu jinsi ya farasi haikuwekwa kisheria kwamba awe ni udhiya, liannahu khalafa ash-shari'ata fil jins, sababu farasi ana khalif sheria, au huyo aliyefanya hivyo amekhalif sheria katika jinsi ya udhiya. Lianna al-adhahi la takunu illa min bahimati al-an'am, Allah hizi udhiya hawawi isipokuwa katika wale bahimatul an'am, al-ibil wal-baqari wal-ghanam, ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo, hawa ndio udhiya, ni wanyama hawa tu. Huwezi ukachinja nyati kwa sababu nyati analiwa, huwezi ukachinja farasi kwa sababu farasi analiwa, la, jinsi hiyo haikuwekwa kisheria. Athalith, jambo la tatu, alqadr, kiasi, ile ibada pia iwe inawafiki kiasi kilichowekwa katika sheria. Falau zada fi salati amdan la tasihu, lau mtu alizidisha katika swala kwa makusudi haitasihi sala yake. Sema leo sala alfajiri tuisalini rakaa 3 au tusalini rakaa 6, la tasihu, haitasihi sala hiyo, liannaha mukhalifatun lishar'i fil qadri, sababu ina khalif sheria kwa kiasi. Kiasi kimeweka swala alfajiri ni rakaa 2 tu. Arabi, ya jambo la 4, alkaifia, ile namna ya utekelezaji. Lazima ile ibada iwe inawafiki sheria, namna ya ule utekelezaji wa ibada hiyo. Falau anna rajulan
صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح. لو mtu alisali akatanguliza kusujudu kuliko kurukuu, haitasihi sala. لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. sababu hiyo ni sala ambayo imekhalif sheria kinamna na ile sampuli yake. Huwezi ukasema yote ni ibada bwana, acha nisujudu kwanza nikirudi nitarukuu. Sala haitasihi sababu kaifia sivyo ilivyoweka sheria. Alkhamis, jambo la tano, az-zaman, ule muda uliowekewa. falau dhaha awwala dhil hijja lam tuqbal udhiyatuhu limukhalafati ash-shar'i fi az-zaman. Lau alichinja udhiya wake mwanzo wa dhil hijja, tarehe moja ile dhil hijja akachinja udhiya wake, lam tuqbal udhiyatuhu, mnyama wake huyo hatakubaliwa, limukhalafati ash-shar'i fi az-zaman, sababu kwa kukhalif sheria kwa zama. Ule muda uliowekewa, muda uliowekewa ni ile baada salati al-Eid, baada ya sala Eid mpaka mwisho wa al-asri wa siku ya tashriki ya tatu. Huo ndio muda uliowekewa udhiya. Akichinja kabla ya hapo haikubaliwi. Asadis, jambo la sita, al-makan, mahali. Lazima ile amal iwafiki mahali palipowekwa na sheria. falau tafa min warai almasjid, lau alitufu, alifanya tawafu nyuma ya msikiti, fala tasihu au fala yasihu tawafuhu, tawafu yake haitasihi. Alitufu nyuma ya Masjidil Haram, Masjidil Haram nyuma, yani ile al-Kaaba akaiwacha akatufu nyuma ya Masjidil Haram, jisikiti lote lile alizunguka siku nzima afanya tawafu tu. lam tuqbalu tawafuhu, la yuqbalu tawafuhu wala yasihu tawafuhu, haitasihi tawafu yake. lianna makana tawafi albayt, mahali pa kutufu ni al-Kaaba, haikuwekwa tawafu kama ni msikiti wote ule Masjidil Haram. Haya ndiyo mambo sita ambayo lazima amal ibada iwafikiani na sheria kwa mambo haya sita. Qala falibada la takunu amalan salihan idha ikhtalla shartu almutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa ibada haitakuwa ni amali njema ikiharibika na kukosekana sharti ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Walmutaba'a la tasihhu illa bil umuri sittati sabiqa, huwa mutabaa kumfuata mtume hautasihi isipokuwa kwa mambo haya sita yaliyotangulia: asbab, aljinsu, alqadar, alkayfiyya, alzaman, almakan. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.